Hiyo wakati yote tumetafuta simu yao, imekosekana, masimu yote ni mteja. Mpaka asubuhi mteja bado. Tukaamuka sasa asubuhi hiyo tarehe 24. Tukaenda kureport. Tumereport hiyo ofisi ya DCI. Tumereport hiyo report yao. Na polisi pia tumereport hapo kwa OCS. Tumereport hiyo report kwao. Tukarudi nyumbani. Tukatoka hapa nyumbani tukaenda paka ofisi ya account commissioner. Tukaongea nao hiyo mambo tena. Sasa tangu hiyo siku yote hakuna habari yoyote ama mabadiliko tumepata. Bado tu sisi tuko hapa, tunahangaika hapa, hatuna mwelekeo, hatuna usaidizi yoyote ambaye anasema mtu yetu yuko wapi. Kwa sababu tungekuwa tumepata habari, at least tungekuwa tumeridhika. Lakini sasa naomba serikali ya kaunti yetu ya Isiolo, tunaomba serikali aingilie kati ya hii mambo, kwa sababu huyu mume wangu ni yeye ndio watoto wangu anategemea. Na sasa watoto wangu wanakaa hivyo, hajui maelekeo ya mambo yote, hata sikukuu vile imefanywa watoto wa watu au hajui. Tunakaa tu hivyo, tunaranda hapa nyumbani na hatuna maelekeo. Sasa mimi nahitaji serikali ya Isiolo, ya kaunti ya Isiolo aingilie hii mambo kati, kiwa na kaunti commissioner pamoja na hiyo ofisi yote. Ninahitaji hao aingilie kati ya hii mambo. Aingilie kati ya hii mambo, tujue kwamba hii mtu ako wapi ama ameuliwa. Na hii mtu kama amestakiwa, amefanya makosa, apelekwe kotini, astakiwe kule kotini. Wakati waliingilia hao wakaenda kufanya mkutano huko kwa Laga. Wakasema kwamba hiyo mambo ya sasa wataongelea. Kumbe wakasema itakanzoliwa. Lakini sheria ya NEMA kwamba inajulikana ni nani mmiliki wa kwanza. Wakati walianza hao wakaanza kukatisha yao. Mimi ningependa kuuliza ofisi ya NEMA enye ambayo imechangia hii mambo ikafanyika paka leo hii, kwa sababu mimi nimekuwa mmoja ya member aksha. Ile kitu ambayo imechangia ni yani ulisembe kutoka ofisi ya NEMA mpaka ya serikali, kwa sababu mara ngapi tumeenda kwa DCC, tumeenda kwake akatuambia kwamba watakuja kufanya mkutano waonyeshe mtu site yake. Sasa mpaka imefika mahali ambayo watu watapotea. Nauliza sheria administration kutoka DC, county commissioner DC, wakati watu wanasosana ni nani wako karibu na watu? Ni nani wanapaswa kukalisha watu isije ifike mahali watu wanatoweka? Mimi naamini ya kwamba si James peke yake. Hii ni mambo inahusika na siasa. Siasa ambaye sasa mtu akijua kama Lozo amejua kwamba ameshindwa, atafuta mbinu nyingine. Si kuandika watu kusema kwani wakora, si kupoteza watu. James hajai gusa hata kitu ya mtu. Yeye anafanya kazi kwa ustadi na yeye anakataa mambo ya wizi. Labda hiyo kitu ndio imefanya yeye kuliwa, kwa sababu kuna watu ile watu sasa wameanza kushikwa, wanatafutwa. Hata sisi ni watu ambao wanahusika na mambo ya usalama, watu ambao wanakataa wizi. Unaona sasa hata siku hiyo labda si hatungekuwa. Kwa hivyo hii mambo imegeuka. Na hii watu wametumia kitengo kingine kuanza kutafuta watu kwa njia nyingine kusambaratisha amani ya watu. Mimi naomba county commissioner, ninaomba afisa yote ya serikali iingilie kati. Rais Ruto ujaribu kuingilia kati, kwa sababu hao watu wanapoumia kwa hii uongozi ni mbaya na ni watu yako. Hii kura ni yako. Na kama mtu amekosea, amekuwa mwizi, anapelekwa kotini. Lakini vile James alishikwa na njia ambaye yani si njia halali. Gari iligongwa. Sasa kugongwa na kushikwa si inamaanisha hiyo ilikuwa ni utekaji nyara. Na kama mtu amekosea, serikali singeita siku hiyo imshike apelekwe kotini. Mbona amefichwa? Nini serikali wananyamaza paka leo? Chief area, lazima chief area akuje aongee na hawa jamii. Atulize, kwa sababu hao watu hatakaa na amani. Hao watu saa hizo wanalilia haki yao. Umesikia hata familia. Je, watu wakiendelea kupotoweka, leo James amepotea, mwingine kesho apotee. Sasa hata serikali itakuwa naongoza nani? Kama angekuwa amefanya makosa yote ile, si mngekuja kutuambia. Apelekwe kotini. Kama akona kosa yote amefanya, mpeleke kotini. Sisi sasa hivi tuko kwenda shule, watu wengine wanaenda universities, wengine colleges, wengine high school, wengine CBC. Sasa tunauliza serikali, sisi tutafanya aje tukiacha yatima?
Tutakaje sasa? Tutakuwa orphans au tutawezaje kaa hivi bila baba yetu, na yeye ndio tegemeo? Mimi najua babangu since tukiwa tumezaliwa babangu hajaienda kuiba, wala hatuna brother mwenye anaenda kuiba. Babangu hajaingilia story yote ya wizi ile. Kama basi ako na kosa, kwa sababu kila mwanadamu huwa anakosa, mpeleke kotini sisi tuweze kujua ni nini ameshikiwa, ajibu mashtaka. Mnamjua tu mali aliko, tafadhali tu naomba mrudishe kotini afanye kesi yake. Kama amekosea mtuambie tu mali yako, kwa sababu sisi tunatarajia kurudi shule na hakuna mtu atatusaidia. Nani atatupeleka shule? Nani atatupeleka shule? Kupotea tutajuaje mahali aliko? Tafadhali turudishie babangu, kwa sababu ni tegemeo letu. Hatuna mtu mwingine akutusaidia. Mimi nasema sio polisi. Kazi zangu tu DCI. Ninataka nitolee ndugu yangu. Kwa nini serikali anajua James mali yako? Kwa nini wanatufichia James Lejerin? Kwa nini wanatufichia? Na hiyo siku Lejerin alipotea, asubuhi yake hao akakuja akachukua binduki yao. Kwa nini walichukua binduki? Na sisi tuliweka binduki yao na akakuja akachukua. Na sisi bado hatujaona mtu yetu. Hata kama ni muisi na iko mkononi yenu ya serikali, kwa nini amulete kotini? Msitaki kwa kotini. Kwa nini mnaficha hata kama ni muisi na mnajua kwa mkononi yenu ya serikali? Kwa nini mnaficha kama muisi na sisi hatuoni ndugu yetu ako wapi? Na kansula Rosu anajua Kenya amefanya juu wa James. Anajua Kenya amefanya. Kwa nini hiyo kitu kitendeke? Chief hajakuja hapa kuja kutuangalia hiyo hali. Chief SCC hajakuja kutuangalilia hali. Rosu yeye ndiye anatubeba sisi yote. Admin, kwa nini hajakuja kututulia hali? Tunakaje? Roolele, kwa nini hiyo watu wanajua James mali yako? Wale mimi nimehesabu saa hii. Wanajua kwa nini wanapoteza James na hawa kukuja hapa hivi. Watutolee mtu yetu. Kuanzia kesho sisi tunataka kuanzia leo, jioni ya leo mpaka tunataka kusikia habari ya James kwa wapi. Vile nimesikia vibaya mpaka saa hii. Vile mjomba wangu amepotea, hakupotea hivi. Amepotea kwa sababu ya siasa. Kwa hivyo siku ya leo tunataka Ruto mwenyewe aingilie maneno ya Isiolo. Ruto mwenyewe aingilie maneno ya Isiolo. Kama hako na masikio asikie kuanzia leo. Kwa sababu huyo mjomba wangu alikuwa mtu ya kwanza upande wa usalama. Mali ya watu hapa yeye ndio number 1. Lakini uchuki kati ya watu ya hapa na yeye iliingia, kwa sababu nilisikia iko watu waliingizwa ndani ambao hii watu wanaficha hawataka kusema. Waizi walishikwa wakawekwa ndani. Baada ya kuwekwa ndani, mzee huyu ya hii boma akaenda akawatetea. Baada ya kuwatetea, hiyo watu sasa ndio walienda tena wakazingizia hii maneno ya kwamba yeye ndio muizi. Ndio kusudi huyo mjomba wangu amefichwa mpaka saa hii. Hatujui ni nani ameficha. Kama ni serikali wangetuambia. Lakini ukienda Isiolo mahali hii ofisi ya DCI wanasema endeni Ngaramara, wanamuulize Ngaramara na maneno ya sesi ndio anajua. Tukienda Aches endeni Ngaramara. Kwa hivyo siku ya leo watu wa Ngaramara vile mmeficha mjomba wangu, mtoe tu polepole, sio mzuri watoto wake wahangaike alafu nyinyi mnafurahi. Sisi tunataka tu ako wapi. Kama ni serikali imeficha, tunataka akuje. Waachilie mali iko. Ule aliwachiliwa, ule anaongea maneno mingi. Amechanganyikiwa. Sijui ni nini hii watu wakishika mtu wanaweka. Kwa hivyo siku ya leo tunataka tu mjomba wangu arudi, na maneno mengine kwa nani? Kwa hii mama tumepatana naye county ya county commissioner Fatuma Dulo. Tunakuambia hakuna viongozi iko Isiolo. Vile tumekupata huko ni wewe peke yako tumekupata huko. Kutoka siku ya leo utufuatilie hii mtu yetu